Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tupo na mkulima wetu, na leo mkulima amejiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya palizi la ndizi. Kama unavyoamini kwamba kilimo bila palizi haitawezekana, kwa lazima tulime, lazima tufanye palizi ili kilimo kuwa vizuri. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, na kuomba tu ukumbuke kuweza kusubscribe, uweze kulike na comment na kushare, kwani tunaamini kwamba unapokuwa na share na comment na elimu hii inawapata wakulima wengine ambao na wao wanataka kujifunza. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, mwanzo wa video hii ujitahidi kuangalia mwanzo wa video hii mwanzo mpaka mwisho, kwani mwanzo wa video hii ukiangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuna kitu ambacho utajifunza na utaenda kuwafundisha watu wengine. Kubwa tu na kushauri ukumbuke kuweza kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment pamoja na kushare. Na kama na wewe ni mkulima kama alivyokuwa kijana huyu, naomba tuweze kuwasiliana, tuweze kutembelea, tuweze kuangalia changamoto gani ulizonazo na tuweze kujifunza. Maana kuna watu wengi ambao wako nyumbani wanatamani sana waweze kujifunza kuhusiana na mambo mbalimbali ya kilimo, lakini wanakosa nafasi. Kwa mpenzi mtazamaji, naomba twende pamoja hatua kwa hatua kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza vitu aina mbalimbali. Kabla tujaendelea, ngoja nimkaribishe mkulima aweze kutusaidia kwamba anafanya kitu gani na leo amejiandaa na kitu gani. Habari ya mchana bwana mkulima. Bwana shukuru Mungu, habari ya wewe? Bwana salama. Hapa ni ripota wako kutoka Nebuye TV. Unaongea na mtaalamu kutoka Nebuye TV, na siku ya leo kama ilivyokuwa kawaida yetu tumeweza kutembelea kwenye shamba lako hili la ndizi. Na kuna mambo mbalimbali ambayo tunataka tujifunze kutoka kwa mkulima. Bwana mkulima, kwanza kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Ndio. Naishi kijiji chetu cha Makangaga. Ndio. Ya na kama hivyo unaona za mwandishi kwamba hii shamba la ndizi. Hii shamba la ndizi kama unavyoona hapa naandaa ndizi na tayari sasa hivi nimeshaanza kuvuna ndizi. Ndio. Kwa hiyo kwamba kama hivyo unavyoona hii ndizi tunaisafishia kwa niaba ya ndizi zizae vizuri, ziwe na rutuba nzuri. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa toka nibuni hii ndizi kama unavyoona ndugu wanahabari, kwamba nashukuru toka nimeandaa na mpaka sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu na navuna na kama hivyo nimekoka ndizi mzuri. Kwa hiyo ni kwamba nasafishia, naipa mahitaji muhimu kama hivyo unavyoona, maana kwamba mmea wa aina yote kama si kufanyia palizi, kufanyia huduma, kweli mmea huo hawezi kuwa mmea. Kwa hiyo mimi nashukuru hii ndizi yangu kama hivyo unavyoona. Mpenzi mtazamaji, kwa hiyo tunaenda na mkulima wetu, ngoja aweze kutuonesha, maana unaweza kuwa unakaa hata mimi nikawa sielewi kwamba umuhimu wa kusafishia au kupalilia hii ndizi. Bana mkulima wetu, tunaangalia bana ndizi ilivyopendeza sana. Okay. Huu ndizi unaweza kuwa na miaka mingapi huu mgomba? Maana wengine wanaita mgomba, wengine ndizi. Okay, sawa. Huu ndugu sasa hivi una miaka kama hapa sasa hivi kula matunda haya ndizi hapa. Kama unavyoona ndizi imependeza nzuri, maana kwamba ninazifanyia huduma ya kutosha. Nasafishia ndizi yangu inakuwa kwenye ubora ulio thabiti. Kwa hiyo jambo sana la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ninapambana basi na maisha yaweze kuendelea. Ndio. Bana mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, hapa tuko live kutoka shambani, nafikiri wewe mwenyewe umeweza kuangalia. Kwa hiyo huyu ni mkulima wetu ambaye anaona tunasafishia. Leo tupo katika somo la kuweza kusafishia, anasafisha ili walau ndizi ziweze kuonekana vizuri kwamba kweli huyu ni kijana na ni mkulima. So shamba linakuwa kama shamba la mzee. Inabidi shamba lako liweze kusafisha vizuri, liweze kuwa vizuri. Kwa hiyo unapokuwa unafanya jambo lolote, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, lazima ndizi zako uweze kuzisafishia. Kwa hiyo unapokuwa unasafisha ndizi, ina maana kwamba unafanya mazingira, hata kulikuwa kuna hewa kwenye ndizi, licha ya kuwa na hewa tu, na pia ndizi yako inakuwa na rutuba vizuri,
na una uwezo wa kupata mavuno makubwa kama unavyotazama katika skrini yako hiyo. Haya ni mavuno ya ndizi ambayo kijana huyu anatarajia kuyapata, lakini siri kubwa ya mafanikio ni kuhusiana na jambo la kusafishia. Kwa hiyo ndugu mkulima, yani wewe huwa unasafishia kwa mwaka mara ngapi? Kusafishia ndugu, safishia kwa kila mwaka, lakini naweza nikasema labda nasafisha kwa mwaka wastani wa mara 3 hivi. Mara 3. Yani kwa mwaka nasafisha mara 3. Mpaka inakuwa kama hivi hadi unavyoiona. Ndio. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kuna umuhimu sana kuweza kusafisha. Kama tunavyomsikia hapa mkulima wetu anatuambia kwamba walau kwa mwaka mara 3 anaweza kusafishia. Kwa hiyo kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo kwa unasafisha, labda sababu unaona unatumia sana upanga, unatumia changamoto gani ambazo unakutana nazo kwenye kazi yako ya kusafisha hizi ndizi? Okay. Changamoto ambazo tunakutana nazo ni ndogo kama kawaida. Kwa hiyo unaweza kujikata na upanga. Ndio kawaida. Au upanga, nyingine nikata jembe, na bado na nyoka. Kwa hiyo ni moja ya njia pekee za kuweza kupambana kwenye maisha. Kwa hiyo nashukuru kwamba ninapambana kama ninapopambana kiukweli, basi maisha yazidi kuendelea kama ilivyo kawaida. Ndio. Kwa hiyo unamshaurije kijana ambaye yuko nyumbani ambaye ana ndizi kama hii lakini hataki kusafishia, unamshaurije ili aweze kusafishia? Namshauri kwamba kijana mwenzangu kama ameandaa shamba kama hili langu mimi hili, basi naomba azidi migomba yake azidi kuiboresha, iwe kwenye hali nzuri, kwamba sababu naamini dunia sasa hivi kwamba hakuna zao ambalo lisokuwa ni biashara. Kwa hiyo naamini kwamba hizi ndizi ni biashara. Kwa hiyo kama hivi ndizi nikubali ndugu, unavyoona iko vizuri hapo, huyu hata mteja kutoka sehemu mbalimbali anaweza kufika na akavutiwa na ndizi, basi akanunua na wewe mashamba yapata kuendelea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tuko tunaendelea na kuhusiana na mkulima wetu. Wewe eti mkulima bana, kuna faida gani ambayo unaipata kwenye kusafishia? Yaani uko unasafisha hizi ndizi, faida gani ambazo unakutana nazo au faida gani unazipata? Maana kwa mtu mwingine anaweza kana anajiuliza kwamba ndizi imekaa kama ilivyokaa yenyewe kama hivyo, alafu tena mtu anahangaika anasafisha. Hapo kashatuambia amekutana na changamoto mbalimbali, amejikata na upanga, bali amekutana na nyoka, yeye anaua wanyoka, bali amekutana na wadudu. Kwa hiyo kwa kweli hata kama wewe au mimi kuna kitu ambacho tunaweza ukachanganya kidogo kichwani ukashindwa kujua. Hebu tuambie mkulima, hii faida gani ambaye ndizi hizi ndizi ambazo hata mtu yuko nyumbani anaziona, anapata faida gani? Faida gipi ambazo hizi ndizi zinapata? Hebu tusaidie hapo. Faida ambayo ninaipata hapa, hii hapa tunasafishia. Yaani faida ambayo ndizi hii inapata faida gani? Faida ninapata nyingi sana. Ndio nikwambie leo, lakini nasema faida ninapata. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo. Basi tuambie faida ambayo inapatikana kwenye ndizi uko unasafishia. Faida ninayopata hapa, ninasafisha kwa ajili ya kujua, yaani kuandaa mazingira yawe safi, maana nione wadudu wale ambao wapo maeneo haya. Maana hiyo faida ambayo naipata hiyo, kwamba ninasafisha ili nasafisha ndizi yangu kwa ajili ya ile wadudu waharibifu, ili niwaone vizuri kama ngedere, kama livunyani na wadudu wengine, maana kwamba kama ikiwa chafu kama hivi wadudu nakuwa siwaoni. Kwa hiyo ninapokuwa eneo langu safi la ndizi, basi ndugu naona wapi anatokea na wapi anaingilia. Kwa hiyo ndio faida ambayo mimi ninaipata kupitia kwenye kilimo changu hiki cha ndizi. Basi ni kweli kabisa. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kama unavyotazama hapo, hapa tayari ameshasafishia. Kwa hiyo ndizi inabidi uweze kusafishia, yaani mgomba wako inabidi usafishe walau uweze kuonekana wewe katika mazingira ambayo yanaonekana mazingira ni mazuri na ambayo yanaonekana. Kikubwa tu tunaweza kukumbusha, tunapokea mialiko kutoka sehemu mbalimbali, kama upo na shamba lako au mkulima amekutana na changamoto mbalimbali, tuweze kuwasiliana na simu zinazokuja kwenye skrini yako hapo, tutawasiliana ili uje kutembelea tuweze kujifunza. Kuna vijana mbalimbali ambao wanataka wajifunze vitu mbalimbali kupitia wewe. Kwa hiyo kuja kutembelea tuweza kujifunza na pia tuwafundisha vijana wengine ili kusudi na wao na wenyewe pia waweze kupata elimu. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Kikubwa mbele mtazamaji ni kugonga alama ya kengele
usubscribe na kulike ili kusudi uwe ni wa kwanza kupata video zingine bomba nzuri ambazo zinazokuja. Haya, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, hapa tuko na mkulima wetu bwana Bwana Bakari, karibu sana uweze kuaga kwa watazamaji wetu wa Nebuye TV. Karibu sana. Asante. Mimi nashukuru tu kwa msaada wenu kuunga mkono. Kwa hiyo ninachoomba mimi, naomba mnisupport. Natoa shukrani zenu, naomba mnisupport, naomba mnitembelee kwenye hili shamba langu la midizi na kuja kupata elimu ama aidha fundisho kupitia mimi hapa hili shamba langu kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo naomba tu Nebuye TV nao naomba kushirikiana mkono pamoja na mimi, na kwa hiyo nashukuru kwa ushirikiano wenu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama alivyokuwa ameshatuaga mkulima wetu, sisi tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa na sisi na mambo mbalimbali umeweza kujifunza. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nilikuwa naomba niweze kushirikiana na wewe kwa swali moja, kwamba kwa mada ya leo ya kusafishia ndizi yako, kuna kitu gani ambacho umejifunza? Nitashare na wewe kwenye comment na kuomba wewe unijibu maswali haya, kwamba umejifunza nini kupitia video ya leo na kuna faida gani ambayo unaweza kuipata ukiwa unasafisha shamba lako la ndizi. Faida gani ambayo unaweza kuipata ukiwa unasafisha shamba la ndizi? Kwa hiyo mbele mtazamaji, kubwa ndicho hicho, na kukumbusha kuweza kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment. Asanteni sana, karibuni Nebuye TV.